Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa siku ya leo kuhusiana na hatima ya dabi ya Kariakoo, kwa kile ambacho kilichoweza kujili katika kikao ambacho kimefanyika katika kumbi za bodi ya ligi kuu ya Tanzania, walipoweza kuwaalika klabu ya soka ya Young Africans katika kujadili kuhusiana na tarehe 15 kama Yanga atapeleka timu ama hatopeleka timu, kuhusiana kile ambacho kimechoendelea kule. Sasa klabu ya soka ya Young Africans wamefanya kikao hicho kwa siku ya leo katika muda wa masaa matatu, wakiweza kujadiliana mambo kadhaa ambayo Yanga wanayataka yafanywe na bodi ya ligi. Sasa bodi ya ligi imeweza kutoa taarifa yake leo hii mapema kabisa kuhusiana na hatima ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, juu ya matakwa ambayo Young Africans ambayo walikuwa wakiweza kuyataka. Wameweza kushughulikia yale ambayo klabu ya soka ya Yanga waliweza kuyaweka bayana juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo ili uweze kupigwa. Hatimaye kila kitu kimeweza kuzungumzika, na yalipoweza kujili, mimi nimekusogezea mwanzo mwisho mwa story hii. Utakwenda kujua hatima ya mchezo huo na nini ambacho kimeweza kufanyika katika kile ambacho Young Africans walichokuwa wakiweza kukihitaji. Utakwenda kujua yote, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu hapo pote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huko na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia klabu ya hapa ni Young Africans, mabingwa watetezi wa taji hili. Sasa katika kile kikao ambacho wamekutana leo hii, klabu ya soka ya Young Africans na bodi ya ligi wameweza kuzungumzia masuala mbalimbali ambayo waliokuwa wakiweza kuyataka. Bodi ya ligi walitangaza kwamba rasmi Juni 15 kwamba ndio itakuwa ni mechi ya dabi ya Kariakoo. Sasa siku zinazidi kuyoyoma na wanazidi kushuhudia klabu ya soka ya Young Africans wanakwenda kuweza kuona namna gani ambavyo wanazidi kushikilia msimamo wao. Sasa inaelezwa ya kwamba katika kikao ambacho wametoka wakizungumza kati ya bodi ya ligi na klabu ya soka ya Young Africans, inaelezwa ni kwamba kwa upande wa bodi ya ligi wenyewe wanasema kwamba ni rasmi Juni 15 kitapigwa, vipengele vyote vitashughulikiwa baada ya ligi kumalizika. Huu ni msimamo wa bodi ya ligi na si vinginevyo, huku bodi ya ligi wenyewe wakisema ya kwamba dabi iko pale pale na kila kitu kilichoweza kutangazwa kitaendelea kubakia vile vile. Sasa klabu ya soka Young Africans wamekwenda kuwajibu, hapa nazungumzia yale ambayo yaliyoweza kutokea katika yale ambayo Young Africans wao wameweza kuyatangaza. Wametoa barua yao leo hii Juni 9, 2025, taarifa kwa umma. Uongozi wa klabu ya soka ya Young Africans unapenda kutaarifu umma kuwa tarehe 7 Juni 2025 tulipokea barua kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria kikao maalum cha kujadili masuala ya usuyo mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC, Yanga dhidi ya Simba. Uongozi wa klabu yetu ulitii wito huo na kushiriki kwenye kikao kilichofanyika leo Jumatatu Juni 9, 2025 kwenye ofisi za bodi ya ligi Tanzania zilizopo jengo la NCCF Mafao Ausi, Dar es Salaam kuanzia saa 4 asubuhi. Baada ya majadiliano ya saa kadhaa, viongozi wa klabu waliwasilisha msimamo wa klabu yetu kuwa hatutashiriki mchezo namba 184 uliopangwa kufanyika tarehe 15 Juni 2025 mpaka pale matakwa yetu tuliyoyawasilisha
kwa maandishi kwao yatakapotimizwa. Tunawatakia kila laheri bodi ya ligi na shirikisho la mpira wa miguu nchini katika kushughulikia matakwa yetu yenye mustakabali mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu Tanzania. Imetolewa katika kamati ya utendaji wa Young Africans Sport Club katika siku hii ya leo. Sasa tujikumbushe ni nini ambacho klabu ya soka ya Young Africans wao wanazidi kukipigania katika kile ambacho wanawakumbusha bodi ya ligi kwamba waliwaandikia barua tarehe 9 2025 mwezi wa 3 kwamba kuna barua ambayo haikujibiwa mpaka leo hii. Katika barua ile ambayo ilitolewa na klabu ya soka ya Young Africans ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo, ambayo mpaka sasa ndio Young Africans wao wanashikilia msumeno huo wakisema ya kwamba tujibuni pale ambapo tulipoweza kuwaambia kuhusiana na yale ambayo tulikuwa tukiweza kuyataka. Katika barua ile ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo: Kamati ya utendaji wa Yanga chini ya Rais Mhandisi Hersi Said imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi 2025 kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki na wapenzi wadau wa michezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi dhidi yetu na klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe 8 Machi 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi kilichofanyika tarehe 7 Machi 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli ya Spice Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa michezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathmini wa waamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi kuu ya Simba haikutoa taarifa kutaka kutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025 klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM, kuwasiliana na msimamizi wa michezo, meneja wa uwanja wala timu mwenyeji ambao ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao, na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo tarehe 8 Machi 2025, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata taratibu. Sasa maombi ya klabu ya soka ya Young Africans yenyewe anasema ya kwamba huku ukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo. Baada ya tamko hilo, klabu ya Simba asubuhi ya tarehe 8 Machi 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuhakikishia mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huo namba 184 iko pale pale na hakuna kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo la mwenyekiti wa bodi ya ligi, mchana wa siku hiyo hiyo tarehe 8 Machi 2025, kamati ya uendeshaji wa ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa ya kuahirisha mechi namba 184 kinyume na taratibu za kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo hayo hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga. Moja, klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama ilivyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. 2, kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. 3, kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunaomba wanachama na wapenzi wa mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu.
Kwa hiyo hicho ndio ambacho kilichoweza kuwekwa bayana na klabu ya soka Young Africans. Kwa hiyo bodi ya ligi kwa sasa inachopaswa kuweza kufanya ni kupangusa makablasha yao na kuweza kuachia kile ambacho Yanga wanakitaka ili waweze kucheza mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Ikiwa mpaka sasa zimesalia takriban siku 4 tu kuelekea katika pambano hilo, lakini linaonyesha zaidi kwamba hakuna kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya dimba hilo, huku hata mwenyeji mwenyewe akionekana kuto kwenda kwenye mchezo huo kwa sababu ya kile ambacho kinachoendelea, huku akiendelea kushikilia msimamo kwa sababu yeye ndio miongoni mwa watu ambao wanasubiriwa kufanya maamuzi. Hapa nazungumzia mwenyeji wa mchezo huo ambao ni Yanga. Mpaka sasa hajafanya maamuzi yoyote ya kuandaa mchezo huo. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kuangalia namna gani ambavyo jambo hili litakwenda kuisha. Ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.